Ni kukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media. Uko nami mtangazaji wako Victor Moshi wa muda wote ndani ya Zone Media. Sasa basi, Wahouthi kutoka pale nchini Yemen bado wanazidi kuitaabisha nchi ya Israel kwa kufanya mashambulizi mengi ambayo mara nyingi yamekuwa hayatabiriki. Unakumbuka ile taarifa ambayo Wahouthi walishambulia uwanja wa ndege wa Ramon kwa mara ya kwanza kabisa nchini Israel na kuleta madhara makubwa? Sasa basi, Wahouthi siku ya hapo jana wameweza kushambulia tena uwanja wa ndege wa Ramon, lakini vile vile wakilenga na kambi ya kijeshi ya Negev kwa drones zisizo na rubani. Sasa basi, taarifa inasema kwamba jeshi la Yemen limethibitisha kulenga uwanja wa ndege wa Ramon na kituo cha kijeshi katika Negev kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones 4, likisisitiza kuwa uhalifu wa Israel hautaweza kudhoofisha azma yao wala kuwazuia kuendelea kuunga mkono wa Palestina, lakini vile vile kujibu kisasi dhidi ya mauaji ya aliyekuwa waziri mkuu wa serikali ya Wahouthi Ahmed al-Rahawi na viongozi wengine wa kiserikali. Msemaji wa jeshi na vikosi vya Yemen, Brigadia Jenerali Yahya Saree, ametangaza kuwa jeshi la anga la Yemen lilishambulia maeneo ndani ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kwa kutumia drones 4. Kwa mujibu wa Saree, drones 3 zililenga uwanja wa ndege wa Ramon ulioko katika eneo la al-Rashrash, huku drone ya 4 ikishambulia kituo cha kijeshi katika eneo la Negev, Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Amesisitiza kuwa drone zote zilifika katika malengo yaliyokusudiwa. Taarifa pia inaeleza, msemaji huyo alisema kuwa uchokozi wa kikatili dhidi ya wananchi wa Yemen hautawahi kudhoofisha nia yao wala kuvunja mshikamano wao. Aliongeza kuwa juhudi zozote za kuibadilisha misimamo ya Yemen katika kuunga mkono mapambano zitashindwa kama ilivyoshindikana siku za nyuma. Pia alisisitiza kuwa uhalifu wa adui dhidi ya watu wa Yemen hautawahi kupunguza msimamo wao. Shambulio hili linaonyesha nafasi inayoendelea kupanuka ya Yemen katika mzozo wa kikanda na Israel, ikijionyesha kama mtetezi wa Palestina na mshirika wa nguvu za upinzani. Kwa miezi kadhaa sasa, Yemen imekuwa ikilenga bandari, viwanja vya ndege, ikizieleza hatua hizo kama wajibu wa kidini na mkakati wa kuzuia adui. Hii inazidi kuongeza shinikizo kubwa kwa taifa la Israel kuendeleza mapigano na Wahouthi, kwa sababu kupitia waziri wa ulinzi Israel Katz mara kadhaa amekuwa akitoa maonyo makali dhidi ya Wahouthi, akisema kwamba wanachokifanya watakilipia kwa gharama kubwa zaidi, kwa sababu mara nyingi Israel katika mashambulizi yake ambayo imekuwa ikiyafanya imekuwa ikilenga hususan viongozi wa Wahouthi, lakini vile vile imekuwa ikilenga raia katika nchi ya Yemen. Hata pale Gaza, Israel inashambulia maeneo mengi zaidi ya raia, ikisema kwamba pale kuna wanamgambo wa Hamas ambao wanafanya vificho katika maeneo yale, kuhifadhi silaha na vitu vingine ambavyo vinafanywa na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Ndivyo hivyo ambavyo Israel inashambulia katika nchi ya Yemen mara kadhaa, na pia wamekuwa na mashambulizi ya kushtukiza mara kwa mara. Yani wakifanya shambulizi Yemen, Israel huwa wanashtukiza na wanatumia ndege aina ya F-35. Sasa basi, uwanja wa ndege wa Ramon umeshambuliwa tena kwa mara ya pili. Shambulizi la mara ya kwanza lilikuwa ni la kushtukiza hadi Israel ilikiri kwamba ni kweli kabisa uwanja wa ndege uliweza kulengwa. Israel ukiona inatoa taarifa ya kuthibitisha kwamba eneo fulani kweli limeshambuliwa, basi ujue kwamba madhara ya shambulizi hilo yameweza kuonekana kwa ukubwa zaidi, ndio maana imeweza kutoa taarifa, au labda taarifa za awali zilitolewa na watu ambao labda walirekodi tukio hilo au namna nyingine, kwa sababu mara kadhaa Israel imekuwa haitoi taarifa kuhusiana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakilengwa ya Wahouthi katika maeneo hayo. Unasikia tu kwamba Yahya Saree anazungumza kwamba tumefanya mashambulizi kuelekea Israel, lakini Israel inakuja kutoa taarifa kusema kwamba tumefanikiwa kudungua makombora ambayo yamerushwa katika maeneo hayo. Sasa unajiuliza, mbona raia wa Israel wamekuwa kishinikiza kwamba waweze kutafuta suluhu? Wamekuwa kishinikiza nchi yao chini ya serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba waweze kutafuta suluhu ya Gaza, kwa sababu wao wamekuwa wakiishi maisha ya wasiwasi. Mara nyingi sana
ikianza ya nyakati ya jioni hadi nyakati za usiku katika nchi ya Israel, ving'ora vimekuwa vikipita na kuweza kutoa tahadhari ya muda wote kwamba watu wakae mkao wa kuweza kujiokoa endapo tu kutatokea shambulizi lolote kutoka upande wowote. Israel kwa hivi sasa imekuwa kwenye shinikizo kubwa Mashariki ya Kati baada ya kuweza kushambulia maeneo kadhaa, huku ukihofia majibu dhidi ya mataifa hayo ambayo yameshambuliwa. Mfano, Israel ilishambulia nchi ya Iran, Israel ikashambulia Syria, Israel ilishambulia Lebanon, Israel hiyo imeshambulia nchi ya Qatar, lakini pia Israel imeshambulia nchi ya Yemen. Unaona mzunguko mkubwa ambao Israel yuko nao katika Mashariki ya Kati unakuonyesha kwamba muda wowote Israel anaweza akafanyiwa majibu makubwa na hatari, ndio maana wamekuwa wakijiweka tayari muda wote. Sasa Wahouthi wanazidi kutanua hivi vita na kuonyesha wazi kwamba wanaunga mkono wa Palestina, lakini kulipiza kisasi, kwa sababu sio tu viongozi waliweza kuuawa serikali ya Kihouthi, lakini hata hapo majuzi tu watu wasiopungua 36 waliweza kufariki dunia kufuatia mashambulizi ya maeneo kadha wa kadha nchini Yemen, na watu takriban 131 kuweza kujeruhiwa na mashambulizi hayo. Sera ya Wahouthi hawa kutoka nchini Yemen ni kwamba wao watazidi kuendelea kufanya mashambulizi hadi pale ambapo Israel itafika siku itasema kwamba sasa basi vita sisi na Hamas. Ikiwa mapatano ya kuweza kusitishwa kwa mapigano Gaza yameweza kufa baada ya Israel kushambulia Qatar, kuna hofu na wasiwasi kuweza kuendelea ikiwa sasa hivi Israel inazidisha operesheni zake katika Gaza City na ikiwataka raia waweze kuhama haraka iwezekanavyo katika Gaza City. Ndiyo, kuna mamia na maelfu ya watu wakizidi kuondoka katika Gaza City kwa kuepuka mashambulio ambayo yanaweza kutokea muda wowote, lakini wamekuwa hawajui pa kwenda, na mara nyingi zaidi imekuwa ikileta huzuni kubwa dhidi ya raia hao wa Kipalestina ambao wanataabika sasa hivi kwa kutafuta makazi mapya ambapo hawajui watakwenda wapi. Sasa Wahouthi wao wanasema kwamba Israel itakapoacha tu mzingiro Gaza na wao wataacha kuweza kushambulia. Hakuna meli inayopita sasa hivi katika guba yote ile, lakini vile vile hakuna chochote kinachoruhusiwa kufanyika ambacho kitahusiana na Israel kwenye ukanda huu wa Bahari Nyekundu. Wahouthi wamekuwa na utaratibu wa kuweza kulenga meli hizo zote ambazo zinakatisha katika ukanda huo. Mtazamaji wetu wa Zone Media, nimekupa hii taarifa, lakini unaweza ukaona ni kwa jinsi gani mashambulizi ya Wahouthi yanazidi kuendelea kupamba moto, ambapo kushambulia huko katika uwanja wa Ramon na kambi ya kijeshi ya Negev kunaongeza mivutano zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hususan Wahouthi pamoja na nchi ya Israel. Salia nasi kila siku kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Uko nami Victor Moshi wakati wote.